Ni siku nyingine tena ya tarehe 4 mwezi wa 4 2025. Kipindi hewani ni Chai na Maisha, na siku ya leo tuko na maisha ambayo tunaweza kukujuza wewe mtazamaji wa Gift Online TV nini ambacho kinaendelea kwa nchi yetu ya Tanzania, lakini mikoa mbalimbali na nchi mbalimbali. Nikukumbushe kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Mimi ni Esa Mamkwe, niko na Tobias Kisima katika dakika kadhaa ambazo tunaweza kukusogezea Chai na Maisha. Mkononi nipo na gazeti la Mwananchi Tanzania. Sijui kwa upande wako. Kwangu niko na Nipashe Mwanga wa Jamii pamoja na Mwana Sport katika michezo na burudani. Sawa, kwa siku ya leo tutazungumza mada inayosema udanganyifu ulivyoikoroga NHIF vituo vya afya. Kwa hiyo baki hapo, tutakwenda kudiskasi baadaye nini ambacho kinaendelea au nini ambacho kinahitaji kifanyike. Ni mabadiliko ama ni udanganyifu wa aina gani ambao umekwenda kufanyika? Baki na sisi, endelea kututazama. Tuanze kwa upande wa kwako. Sawa, nipo na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari kubwa hapa inasema msimamo ni ule ule. Uongozi wa juu Chadema wateta na watiania ubunge na udiwani, washikilia ajenda ya no reform no election. Lissu atoa kauli nzito. Habari hii undani zaidi unaipata ukurasa wa pili, ambapo kuna baadhi ya maneno hapa yamenukuliwa kutoka kwa Lissu. Na nukuu, kama ulikuwa unafikiria ubunge udiwani sahau. Hata mimi ninataka kacheo fulani hivi, nimesahau kwanza. Tutachelewa kidogo ubunge, lakini wengi zaidi tutakwenda bungeni. Tujiandae, tusiogope, tutashinda. Mwisho wa kunukuu alizungumza Tundu Lissu. Habari picha hapa pia ikionyesha mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Lissu akizungumza wakati wa mkutano na viongozi wakuu wa chama na watiania nafasi ya ubunge katika majimbo mbalimbali pale Dar es Salaam. Okay. Habari nyingine inasema gari lenye maiti latajwa chanzo ajali ya basi iliyoua watu 7. Na nukuu, wakati basi la Mvungi linakuja wakakutana kwenye kona ana kwa ana. Dereva wa Mvungi akaona watogongana uso kwa uso, ikabidi dereva wa basi akwepe awe kama anaminya kidogo kwa sababu barabara ni nyembamba. Tairi ya mbele ikakanyaga udongo baada kutoka kwenye lami. Mvua imenyesha, kuna titia. Mwisho wa kunukuu. Habari hii undani zaidi unaipata ukurasa wa 4 katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari picha ikionyesha hapa picha mbalimbali za basi hilo la kampuni la Mvungi lilokuwa linatoka Vuchama Ugweno wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro kwenda Dar es Salaam. Hivyo moja kwa moja. Habari nyingine inasema watatu wa familia moja wahukumiwa kunyongwa kwa kumuua ndugu yao. Watatu wa familia moja wahukumiwa kunyongwa kwa kumuua ndugu yao. Habari hii ndani zaidi unaipata ukurasa wa 7 katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari nyingine inasema usipohudhuria msibani faini ya fedha sahani 12. Usipohudhuria msibani faini ya fedha sahani 12. Habari hii undani zaidi unaipata ukurasa wa 16 katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari nyingine inasema mbunge ashtushwa mchakato wa kugawa jimbo lake. Mbunge ashtushwa mchakato kugawa jimbo lake. Habari hii undani zaidi unaipata ukurasa wa 9 katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari nyingine inasema watoto wenye ualbino wanusurika kutekwa, wazazi roju wataka kuhamishia mbali. Habari hii undani zaidi unaipata ukurasa wa 3. Habari nyingine inasema Majaliwa asema ukiritimba bado tatizo bandarini, atoa maelekezo. Habari hii kiundani zaidi unaipata ukurasa wa 3. Nimalizie na habari hii ambayo inasema wakuu wa shule waingiwa hofu kushtakiwa kwa Stefan Wasira. Habari hii kiundani zaidi unaipata ukurasa wa 8 katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Nimetia nukta hapa kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Sawa. Mtazamaji, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Lakini tukushukuru wewe ambaye tayari umefanya hatua hiyo, na kwa sasa tunasema mimi na wewe ni familia moja. Katika gazeti la Mwananchi Tanzania, bunge la 12 lilivyopitia majonzi. Bunge la 12 lilivyopitia majonzi. Hii ni ukurasa wa 11 gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Lakini ukurasa wa 2 pamoja na wa 3 ni no reform no election, kuna kufa Moshi.
Wanaotaka ubunge udiwani Chadema watishwa zigo la kusaka saini milioni 15 za wananchi. Wenyewe wafunguka wakiwa na mitazamo tofauti. Mwita atema nyongo akimtaja Mbowe. Lakini nukuu ya kwake Lissu anasema, kwa katiba yetu mkutano huu hivi ni chombo gani kingine kinaweza kubisha? Vinginevyo wajumbe mniambie kama huu ni msimamo sahihi. Ni ukurasa wa 2 pamoja na wa 3. Lakini ukurasa wa 4 unaweza kuandika, ndani ya siku 4 watu 14 wafariki ajali Same Mwanga. Mwanga, wakati watu 14 wakifariki dunia huku wengine 117 wakijeruhiwa kwa ajali ndani ya siku 4 mkoani Kilimanjaro. Mashuhuda wa ajali hizo wamesema wembamba wa barabara katika maeneo ya mlimani umekuwa ni changamoto na imekuwa ikichangia kutokea kwa matukio ya ajali za mara kwa mara, hasa wilaya ya Same na Mwanga. Lakini ameweza kuzungumza tena basi la kampuni la Mvungi lililopata ajali katika eneo la Kikweni katika kijiji cha Mamba wilayani Mwanga na kusababisha vifo vya watu 7 na kujeruhiwa 42 mkoani Kilimanjaro kwa siku ya jana. Hiyo ni ukurasa wa 4 gazeti hili la Mwananchi. Lakini ukurasa wa 4 pia umeweza kuandika tena, Nchimbi atoa maagizo wizara ya Bashe wakala wa mbegu. Hii ni ukurasa wa 4. Lakini tukigeuza upande wa pili wa gazeti hili ni Mwananchi michezo, umeweza kuandika mitazamo tofauti sakata la Ali Kamwe. Mitazamo tofauti sakata la Ali Kamwe. Hii ni ukurasa wa 20 gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Nimetia nukta hapo. Sawa, nipo na Mwana Sport katika michezo na burudani. Okay. Habari kubwa hapa inasema Aziz Ki afichua kinachomtesa. Habari hii kiundani zaidi unaipata ukurasa wa 2 katika gazeti hili la Mwana Sport katika michezo na burudani. Kionyesha hapa baadhi ya rekodi zake kwa msimu huu. Amecheza mechi 22, ana mabao 7 pamoja na asisti 7. Lakini penalty alizofunga ni penalty 4 na penalty ambazo alikosa ni penalty 2. Habari hii kiundani zaidi unaipata kwenye gazeti la Mwana Sport katika michezo na burudani. Habari nyingine nasema hesabu za kuivusha Simba da yapewa mwamuzi wa kadi. Habari hii kiundani zaidi unaipata kurasa wa 12 katika gazeti hili la Mwana Sport katika michezo na burudani. Kumbuka Simba watarudiana na Al Masry ya kule nchini Misri siku ya Jumatano April 9 saa 10 jioni katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo mchezo huo utapigwa majira ya saa 10. Lakini robo finali shirikisho kwa Yanga atakipiga na finali ya robo finali ya shirikisho Yanga atakipiga na Stand United. Lakini JKT Tanzania atakipiga na Pamba Jiji na Singida atakipiga na Kagera na Simba atakipiga na Mbeya City. Mechi hizi zitapigwa kuanzia April 10 hadi April 14. Hii ni lile kombe la CRDB Bank. Okay. Lipo hivyo moja kwa moja. Taarifa hiyo ipo hivyo moja kwa moja. Bundesliga leo Augsburg atakipiga na Bayern majira saa 3:30 usiku. Nimetia nukta hapa moja kwa moja kwenye Mwana Sport katika michezo na burudani. Sawa, tukiendelea na mada ambayo inayosema udanganyifu ulivyoikoroga National Health Insurance Fund vituo vya afya. Hii ni ukurasa wa 5 gazeti la Mwananchi Tanzania. Kwa undani zaidi ili kuelewa nini ambacho kimetokea, ni wakati baadhi ya vituo vya afya vikilalamika kucheleweshewa malipo na mengine kukataliwa, hivyo kushindwa kujiendesha. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya umesema unalipa madai yaliyo halali kwa wakati. Miongoni mwa vituo vya afya vipo vinavyolalamika kucheleweshewa malipo kwa hadi miezi 6 kutokana na hoja za kihasibu na madai ya kuwapo udanganyifu, huku wakati mwingine malipo yakikataliwa kabisa. Lakini ameweza kauli kutoka kwa NHIF umeweza kusema mkurugenzi mkuu Dr. Isaka akizungumzia madai ya wamiliki wa vituo binafsi kuhusu malipo anasema hayana ukweli kwa kuwa mfumo unalipa madai halali kwa wakati na hakuna kituo kilichofungwa kwa sababu ya kucheleweshewa malipo.
imesajili vituo vya kutoa huduma 10,899, kati ya vivyo binafsi ni 1,804, hivyo hutokea vikasimamishwa utoaji wa huduma kwa wanachama wake. Lakini tunaona ripoti maalum hapa ni yatolewa Machi 28, 2024. Alizungumzia National Fund akisema kukataa madai ya hospitali za umma katika ripoti ya ukaguzi wa mashirika ya umma kwa mwaka wa fedha 2022-2023. Alizungumzia masuala yaliyobainishwa wakati wa ukaguzi wa ufanisi wa mashirika hayo ya sekta za afya. Kwa hiyo tunaona bwana, lakini alichobaini CIG ni mdhibiti mkuu na mkaguzi wa hesabu ya serikali Charles Kichere katika ripoti hii. Kwa hiyo tunaona vitu vinaenda sivyo, kwamba kuna watu wanajua wamelipiwa hii National Health Insurance Fund kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini imetokea kwamba wanalalamika hawapati yale matibabu ambayo wanastahili. Kutokana na nini? Vile vituo venyewe havipewi malipo yao kwa wakati. Umeona wameweza kuandika kwamba mpaka miezi 6 wanapitilizwa hawajapewa malipo yao. Kuna kipindi ilikuwepo mzozo wakaja wakatulia, wakasitishaga huduma. Waliacha kabisa kutoa huduma. Wakasitisha huduma kwa baadhi ya hospitali kutokana na sababu kama hizi ambazo zinafanania. Ni vyema tu kwamba inavyofika muda wake ufanye lile jambo kwa wakati, kwa sababu ukizungumzia bima ya NHIF ni miongoni mwa bima ambazo watu wengi sana wanazitumia. Kwa hiyo ili mambo yaweze kwenda vizuri, lazima uhakikishe kwamba huku haki inakuwepo sawa na huku hali inakuwepo sawa. Ili mtu anavyokuwa anaumwa akienda katika sehemu husika aweze kufanyiwa matibabu anayohitaji. Migogoro ikianza huku chini, shida tena inakuja kuwa juu. Mimi hapa labda nimekata bima, nimechukua, naenda hospitali, naanza kukuta mizozo ya huku na kule. Uone hiyo inakuwa ni sababu. Na ukiangalia kwa upande mwingine, hii bima ya afya imekuwa ikisaidiwa sana. Sasa hivi inatolewa mashuleni, kuanzia shule za primary wanapewa bima za afya, sekondari mpaka vyuo. Hizi bima zinatolewa. Lakini pia kwa watu ambao sio wanafunzi pia, wazee pia wanatumia hizi, low staff pia wanatumia hizi. Kwa hiyo kukiwa na migogoro, kuna watu watakosa matibabu na kupoteza maisha yao, ambacho ni kitu ambacho sio sawa. Kama kitu kinaweza kufanyika, kifanyike kwa wakati ili mambo yaende sawa. Kabisa. Mtazamaji wa Gift Online TV, tulikuwa hapo na gazeti la Mwananchi Tanzania, Mwanaspoti pamoja na gazeti la Nipashe, tukihakikisha tunakupa kila ambacho unastahili kwa wakati sahihi. Nikukumbushe leo ni siku ya Ijumaa, lakini pia wengine wanaita ni Friday ama weekend ndio imeanzia hapa. Nikwambie tu endelea kufuatilia Gift Online TV kwa kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Mwambie jirani yako kwamba sehemu sahihi ni moja tu, ni Gift Online TV. Nikwambie kwa heri, uwe na weekend njema, tukutane tena siku ya Jumatatu.